Karibu tena kwenye channel yetu ya Tiba na Afya, ambapo leo tutaangazia tatizo la uvimbe katika ubongo, brain tumor. Uvimbe kwenye ubongo hutokana na kukua kwa seli zisizo za kawaida katika ubongo. Uvimbe huu unaweza kutokea kwenye tishu za ubongo au karibu na tishu za ubongo. Maeneo ya karibu ni pamoja na neva, tezi za pituitary, tezi ya pineal na utando unaofunika uso wa ubongo. Uvimbe katika ubongo unaweza kugawanyika katika makundi makuu mawili. Aina ya kwanza ni uvimbe wenye viashiria vya saratani na uvimbe usio na viashiria vya saratani, benign and malignant tumor. Aina ya pili ni uvimbe ambao umeanza kwenye ubongo na ule ulioanzia sehemu nyingine ya mwili, mfano mapafu, na kusambaa kwenda kwenye ubongo. Uvimbe katika ubongo ambao umeanzia kwenye ubongo hutokea pindi seli za ubongo zinapopata hitilafu kwenye vinasaba. Hitilafu hii hufanya seli zizaliane na kukua kwa kasi isiyo ya kawaida, na hivyo kutengeneza uvimbe wa seli zisizo za kawaida, yani tumor. Wakati uvimbe katika ubongo ambao umeanzia sehemu nyingine za mwili ni kutokana na saratani ya sehemu nyingine ya mwili, mfano saratani ya mapafu, saratani ya matiti, saratani ya utumbo mpana, saratani ya ngozi, yani melanoma, saratani ya figo, saratani ya tezi dume, saratani ya mayai ya uzazi ya mwanamke, yani ovarian cancer, saratani ya mji wa uzazi wa mwanamke, na saratani ya korodani kwa wanaume. Miongoni mwa sababu zinazosababisha uvimbe kwenye ubongo ni historia ya uvimbe kwenye ubongo ndani ya familia na mionzi itokanayo na tiba ya saratani. Dalili za uvimbe katika ubongo hutegemea na ukubwa wa uvimbe, eneo uvimbe ulipo, na kasi ya ukuaji wa uvimbe. Dalili hizo ni pamoja na maumivu ya kichwa ambayo huongezeka kadri siku zinavyokwenda, kichefuchefu na kutapika bila sababu maalum, uonaji ulio hafifu na kuona vitu viwili, kushindwa kuona vitu vya pembeni, kupoteza taratibu uwezo wa kuhisi kwenye mikono na miguu, kupoteza taratibu uwezo wa miguu na mikono kufanya kazi, kuanza kupoteza uwezo wa mwili kubalance au hata kizunguzungu, kupoteza uwezo wa kuongea vizuri, mabadiliko ya tabia yasiyo ya kawaida, kupata degedege kwa mtu asiye na historia ya kuwa na tatizo la kifafa, sambamba na kupoteza uwezo wa kusikia. Zifuatazo ni njia za matibabu ya uvimbe katika ubongo. Njia ya kwanza ni upasuaji. Hii hufanyika iwapo uvimbe upo katika eneo ambalo linaweza kutolewa bila kuathiri maeneo mengine ya ubongo. Upasuaji huu unaweza kuwa craniotomy au endoscopic brain tumor surgery, yani neuroendoscopy. Njia ya pili ni tiba ya mionzi, radiotherapy. Njia hii hutumia mionzi kuua seli za uvimbe. Njia ya tatu ni upasuaji wa kutumia mionzi, MRI guided laser ablation. Njia hii ni ya kisasa ambapo upasuaji hufanyika kwa kutumia mionzi bila kukata eneo lolote la mwili. Aina ya nne ni matibabu ya kutumia dawa, chemotherapy. Njia hii ni ya kutumia dawa ambazo zina uwezo wa kuua seli za kansa. Na njia ya tano ni targeted drug therapy. Hii ni aina ya matibabu ambayo hulenga jeni maalum za kansa, protini au mazingira ya tishu ambayo huchangia ukuaji na kuendelea kwa kansa. Ikiwa una maswali zaidi kuhusu jinsi ya kutunza afya yako au unahitaji ushauri wa kitaalamu, tuandikie katika comment section na endelea kufuatilia akaunti zetu za mitandao ya kijamii ili upate elimu zaidi na ushauri kila siku kupitia simu yako. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na elimu hizi zenye lengo la kukuhabarisha na kukuelimisha juu ya masuala muhimu ya kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya. Hii ni TNA. TNA. Stay informed. Stay healthy.